Usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili kupokea habari zetu kila wakati. Jamani, salamu alaikum, habari za mchana wanahabari wenzangu. Kwanza nitumie fursa hii kuambia kwamba tuko tayari. Ndio neno la kwanza. We are ready kwa ajili ya battle ya tarehe 3 Julai 2021 siku ya Jumamosi saa 11 kamili inshallah. Tunakwenda kwenye mchezo mkubwa, mchezo unaohusisha wanaita miamba miwili ya soka Tanzania, kwa maana ya record zake. Wanahabari wa kisasa, katika lugha isiyopendeza sana, wenyewe mnaita mahasimu, ingawa mara kadhaa nimekuwa nalikataa hili neno kwa sababu uhasama, ya neno hasimu linatokana na neno uhasama, yani neno la Kiarabu lililotolewa katika lugha ile likiwa na maana uhasama. Hao ndo mahasimu. Kwa naendelea kuwasisitiza wanahabari wa kisasa, msipende kulitumia hili neno. Neno huwa linaumba. Mnapoandika au kutangaza mahasimu wa jadi, na maana Simba na Yanga wana uhasama, wana vita, wana ugomvi baina yao. Na waasa na kuihusia nafsi yangu, msipende na ikiwezekana liacheni kulitumia hili neno. Sio neno sahihi kwa mustakbal wa maendeleo ya mpira na maendeleo ya vilabu. Naomba sana ndugu zangu. Kwa hiyo tunakwenda kwenye huu mchezo tukitarajia kupata points 3 ambazo zitatupa ubingwa. Ni mara chache mno Simba na Yanga kukutana katika mazingira ambayo mmoja akishinda tu anachukua ubingwa. Mimi nikirejea katika ubongo wangu, Google yangu inaniambia katika miaka ya karibuni sikumbuki mazingira kama haya yalitokea. Sikumbuki. Labda mechi ninayoikumbuka sana ambayo ilitokea mazingira haya ni ya mwaka 85. Wengine mlikuwa mjezaliwa, wengine mlikuwa mna miaka 3, wengine 2. Simba alikuwa anacheza na Yanga. Simba akishinda bingwa, Yanga akishinda bingwa. Hasa Simba alikuwa wakati mwingine anahitaji draw tu, mechi ile kavunjika dakika 5 kabla ya mchezo. Kulikuwa na utata katika tukio la penalty. Baadaye TFF wakati ule kitofat ikawapa ushindi Yanga 1985. Huko nyuma ligi zilikuwa zinachezwa katika makundi, mizunguko na kwenda baadaye mpaka finali kama vile ilivyokuwa FA. Kwa Simba na Yanga washakutana katika mechi hizo ambazo ukishinda unakuwa bingwa. Mwaka fulani ulikuwa ukishinda unakwenda finali. Nakumbuka tuliwafunga goli moja hapa 1973. Hyderabad Muchacho alifunga mechi ya semi final, kwenda kucheza finali na club moja kutoka Kigoma. Kwa hiyo si mara nyingi kutokea mazingira haya. Na ukiangalia hesabu, draw kwa Simba inakuwa inawafanya wawe, wanasema bingwa mteule, elected champion. Raha sana.
point 74 na goal difference zaidi ya 30 au 29, manake wenzetu wakipata sare watakuwa ukomo wao wanafikisha point 74 ambazo sisi tutakuwa nazo. Ili Simba sasa akose ubingwa, afungwe game nyingine zote 4, wenzetu washinde game zao 2 kwa margin ya goli zisizopungua 29. Yaani katika mechi 2, moja amfunge goli 15, nyingine amfunge goli 12, au moja ashinde goli 15, nyingine sio afunge 14. Kitu ambacho katika hesabu za kawaida haziwezekani. Jana nilikuwa namsikia mmoja wa watu wao wanasema kwamba wanayo nafasi ya ubingwa. Yes, wanayo nafasi ya ubingwa, wanayo. Ubingwa upi wanaujua wao wenyewe, lakini kimsingi kombe la ubingwa wa 4 mfululizo liko katika mikono yetu, na sioni nafasi ya timu nyingine yote kushinda ubingwa msimu huu na misimu 6 inayokuja. Sisi Simba, ukiangalia kuanzia mwenyekiti wetu wa bodi pale na ile bodi yenyewe na management chini ya CEO, na sisi tunaongoza idara tofauti tofauti, lakini pamoja na benchi la ufundi na wachezaji na washabiki wetu na wanachama, sisi dhamira yetu ni moja tu. Achana na vitu vingine, investment nyingine achana nazo. Wana Simba wa generation ya sasa chini ya mwenyekiti Mo, dhamira yetu ni furaha tu. Ni furaha tu basi. Hatuhitaji uongo, hatuhitaji, yani sisi tunachotaka ni kufurahia matokeo ya Simba. Ndio maana tuna investment fully kwenye results. Yani investment ya Simba ni kupata matokeo ya uwanjani. Haya mengine yote ni ziada. Sisi hatuna dhamira ya uongo kuongopa tutajenga uwanja mkubwa kama Wembley. Hapana. Hatuna dhamira ya kuongopa sisi tutakuwekeza kwa club kubwa kuliko Club Madrid. Hapana. Dhamira ya kila mwana Simba, na itambulike hivyo, ni kuwapa watu furaha. Bas. Ushindi tu. Yani Simba hawahitaji kitu kingine. Mwana Simba anataka furaha, anataka ushindi. Akitoka atambe mtaani, atambe mitandaoni, aseme maneno. Ndio target. Sisi mambo hayo mengine hayo tunawaachia wenzetu waendelee kuongopeana na kupeana hadithi za Abunuwasi. Simba tutaki hadithi za Abunuwasi, na hii tunakemea sana. Mambo ya uongo tutaki sisi. Sisi tusiongopeane. Sisi tunachotaka ni furaha. Wana Simba wakimaliza dakika 90 wafurahie. Najua haiwezi kutokea kupata furaha siku zote, lakini mkiwa na malengo ya furaha, maana yake katika asilimia mnaweza mkapata 95% furaha. Yes. Nenda kwenye results za mwaka huu utajua what a minute. Tunafurahi muda mrefu zaidi kuliko kuumia. Wenzetu hata pale wanapokuwa wanafurahia, lakini huko wana majonzi, huko hawajui hii furaha ya kudumu au inaisha kesho. Tunatumia nguvu kubwa kuwapa watu furaha. Na ukitaka kuona tofauti yetu sisi na wao, jana nilikuwa nacheka. Jana nilikuwa niko hospitali Moshi KCMC nikifanywa matibabu ya mkono wangu kama mnavyoona, ambapo alhamdulillah kidogo si haba mpaka nimepata nguvu ya kuja hapa. Lakini nilikuwa nasoma mitandaoni nikiwa hospitali pale na baadaye nikiwa hotelini. Kuna kikundi cha watu, bahati mbaya sana, kinaongozwa na baadhi ya waandishi. Hii ndio inanipa tabu mimi. Na inanipa tabu kweli kweli tena.
kwa sababu unajua si Watanzania wote wenye guts kama zangu. Watanzania waoga sana, hasa unapokuwa kiongozi hivi, unaogopa kusema waandishi, kusema wachambuzi, utaonekana kama watakushambulia hivi, na kwa sababu watu hawajiamini, wanaona wakishambuliwa wanaweza wakachafuka. Bahati nzuri niko clean sana, na sioni mtu anaweza kanichafua katika jambo la uongo. Hiki kikundi kazi yake ni kuisema vibaya Simba, ni kuhakikisha Simba inakuwa ni klabu ya hovyo, halafu wanatengeneza uongo kwa ajili ya wapinzani wetu. Wanawapa kichwa cha uongo, wakiingia uwanjani uharo mtupu. Wakiingia uwanjani uharo mtupu. Jana nimeona mitandaoni wanazungumzia habari ya Mikison. Sio natakiwa, si manji, uongo mtupu, takataka zile. Nikisema mnaniambia Haji mkorofi. Ile ni uongo, takataka. Yes, rubbish. Yule mchezaji ana mkataba. Unaweza tukakufungia wewe mwandishi, tukaenda baraza la habari tukacomplain. Huyu mchezaji ana mkataba. Mnaposema wakati mnasema ni rumors, hakuna rumors kwa mchezaji mwenye mkataba. Rumors Yanga wanaweza kaita offer Simba. Okay, walete offer dola milioni 10. Wanaweza kumsajili. Mikison ana mkataba na Simba, lakini yote yanafanywa purposely kwa ajili ya kuwapa furaha washabiki wao. Ni kama watu wanatumika, ni mercenary. Wanatumika tu kudhoofisha ubora wa Simba. Na nawapa mfano. Nyinyi ni mashahidi. Sisemi hili kama naongopa. Mchakato wa transformation ya Simba ulikuwa unazongwa na baadhi yenu kila kona. Nani kati yenu alozonga mchakato wa mkataba wa transformation ya Yanga? Nani kati yenu alosema chochote? Na imeitishwa mkutano, kipengele kwa kipengele hakijapitishwa, imepitishwa random tu. Wewe mnakubali yeye, lakini ile ingekuwa kwa Simba ile ingekuwa kwa nyinyi wote mashahidi hapa. Ile ingekuwa kwa Simba, mitandao na vyombo vyenu vya habari tungepasuka maubongo yetu. Hamtendee haki. Mnatuonea. Nani kati yenu hapa issue ya Simba transformation, FCC walikuwa wanapokea simu chini ya 10 kutoka kwa baadhi yenu kila siku? Nani kati yenu aliuliza chochote kuhusu transformation ya Yanga au atekee hoji jambo lile liwe vice versa? Mnatuonea. Bahati mbaya mnaenda mnaandika hata kuhusu habari za uongo za mchezaji alina mkataba. Mwezi mmoja andika kuhusu Mohamed Hussein, ikaisha. Mshaandika kuhusu Chama, ikaisha. Hamuoni haya kufanya mambo ya uongo kila siku? Watu wanaowasoma kuna siku watawajugudua kwa mnaongopea. Wakishagundua mnaongopea, watapoteza imani na nyinyi. Mimi naambia ukweli, mimi sina sababu ya kumogopa mtu. Hatimaye mimi very senior kwenu, wengi wenu. Naambia ukweli, hili mnakosea na mnaikosea tasnia yetu. Semeni ukweli. Tutendeni haki. Mafanikio ya Simba mwaka huu au miaka 4 hii yengekuwa ndio yako kwa wenzetu, subhana man ghamara alwujuda bijudi tahiyatan. Sijui ingekuwaje nchi hii. Sijui ingekuwaje. Lakini kokimia. Kama hamuoni vile. Pira lile amulioni. Hamuoni chochote. Mekaa tu, metulia. Alhamdulillah, naona kuna baadhi ya waandishi, kuna baadhi ya wachambuzi wanaanza kuelewa hiyo misingi imara ambayo tuliosomeshwa na tuliofundishwa na tuliolelewa nayo na kaka zetu na dada zetu. Rejeeni tu katika mstari. Watakuwa tu wakubwa. Na sisi mjuzi nimwashukuru, nimewapongeza kwa kuingia kwenye transformation. Nimewapongeza sana. Nimewapongeza sana. Kwa sababu mimi naamini vilabu hivi vyote vikiwa katika mifumo ya kisasa, mpira wetu utakuwa. Na bahati nzuri wenzetu hawa walikuwa kufanya kazi ya kumtafuta babu yangu mzee Kilomoni, watakaa kimya. Utawasikia na mtafuta Kilomoni? Hamtawasikia. Very bad. Mimi nasema kwa uchungu. Mimi ni mwana Simba. Achana mimi, ukiacha usemaji wangu, mimi ni Simba. Mimi sio msemaji tu kama usemaji wengine. Yaani mimi nina passion na timu yangu. Ninachokizungumza na maanisha, kinatoka kwenye moyo wangu. Mimi ni mshabiki wa Simba, achana na msemaji wa Simba. Hii nafasi imekuja baada ya
Kwa nazungumza kwa uchungu wa klabu yangu. Hamuitendei haki. Baadhi yenu, sio wote, wengi sasa hivi mnafanya vizuri sana. Lazima niseme ukweli, kuna wengi wenu mnafanya vizuri sana. Mimi hodari wa kusoma, nasoma mitandao yote, nasoma magazeti yote, nasikiliza radio zote. Natoa nafasi sana kusikiliza na kuwasoma. Na wajua kila mmoja akiandika tu paragraph moja ajua huyu hapa anakusudia nini. Huyu anataka kutufiksi, huyu anataka kutengeneza, huyu najua. Mimi 2001 niko kwenye radio natangaza 20 years back. Unaniweza nini kwenye jambo langu ile ambalo nimeishi nalo, nimekuwa nalo? Kwa na wajua wote nini. Tutendeni haki tu. Na nawaambia, na mkitaka kuamini haki iko vipi, subirini Jumamosi. Referees wakenda kuchezesha kwa kufuata taratibu za mpira, sheria 17. Akalu min alqalili goli 3 wasipungui. Never. Mpira hii mnaitengeneza siku hizi, mnakuja na kiajenda fulani hivi cha ujanja, lugha za kizamani. Unajua michezo Yanga na Simba, hata timu moja ikiwa bora, ikiwa na uwezo, iwe inafungwa na timu iliyokuwa lugha za watu waliopoteza akili. Yaani mtu awe bora alafu ushindane fluke, yani shida mnaichukua fluke kwamba ndio kitu maalum. Yaani kwamba ndio mara nyingi eti kinatokea. Maisha fluke ya cheni. Yaani Simba ina Mikison, ina Morrison, ina Chama, ina Boko, ina Bwalia, ina Luanga, ina Onyango, ina Nyoni, ina Wawa, ina Shabalala, ina Kapombe. Ukachukue watu tu wameokotwa, alafu useme inawezekana wakafunga kwa sababu ya fluke. Mpira hautakiwi uwekwe katika mizania ya fluke. Mizania ya mpira ni uwezo, performance, results. Guys, amkeni, wake up. Amkeni. Acheni kuaminisha watu najua hii. Nani kawaambia? Referees wachezeshe pale sheria 17. Alafu dimbalie sio uwanja ambao una matuta, sio katikati kuna mwembe, kuna mbuyu. Pale ni Benjamin Mkapa Stadium. Referees waje kisawa sawa pale. Simba waje kisawa sawa na waje kusawa sawa. Dada deki. Salasa zinapunguaje? Mpira wapi huo? Hafu mnakaa mnasema hakuna cha kujua hapa. Twendeni tukacheze mpira. Kuna mambo ya fluke. Tunakaa mnasema sisi tuna majini mengi, majini ya mpira. Na majini mimi nafuga, mimi na majini mengine naokota kilili, mengine naokota mpaja kede, kudada deki. Mpira na majini. Cheni hizi bwana. Watu tunaandaa kikosi, tunalipa wachezaji, tuna coaches bora. Tumetoka kwenye Champions League katika yani ile situation tulotolewa sisi, Afrika inajua. Leo wanaocheza final ya Africa this year, wote wameambwa hapo, wengine 3, mwingine kaamba 1 hapa. Finalists wa Afrika. This season, sio season iliyokwisha. This season wamekufa pale. Na kama mnatengeneza propaganda tu, mwingine juzi kaokota sio propaganda yake. Unajua wenzao hawa imeingiza milioni 173. Hawa milioni 173. Hakuna club kama hiyo. Wewe unajua hesabu zetu wewe. Umepata wapi hesabu za Simba? Wewe unajua idara ya habari Simba imeingiza kiasi gani kwa mwaka? Na kama ukota tu maneno ili mradi mbalance, msiweke mizania sawa. Aliye bora asemwe, ili huyu asiye bora awe bora. Hivi mnavyofanya huu ni kwa mimi niliposema 10 years back to back, I mean it, kwa sababu najua nani wengine wanasaidia kuifanya sisi tuwe bingwa mara 10. Ni baadhi yenu, sio wote, baadhi yenu. Mnawapa kichwa hao wasichostahili. Matukio yake nao wanajua katika level moja ya Simba wakiingia uwanjani kila msimu wali hapa ubingwa mwaka huu watachukua kiko wapi? Net mpaka sasa tushaacha pointi ngapi? Na viporo vingapi? Si wali hapa. Nani kati yenu waliohoji kile kiapo kiko wapi? Wali hapa wote. Nani alihoji? Ningeapa 100 hapa.
Mngekuwa mnapiga simu mpaka saa 4 za usiku, lakini mmetulia kimya, mmenyuti kama kile kiapo mjakiona. Hii bwana, ndugu zangu bwana, badilikeni, baadhi yenu badilikeni na fanyeni, tendeni haki tu, tendeni haki. Huu mpira unawategemea sana wanahabari. Mimi kimsingi sioni nafasi ya kukua kwa soka la Tanzania kama si nyinyi. Kazi mnaofanya promotion ya mpira ikiongozwa na mbia mkuu wa habari kwenye football sasa hivi ya Tanzania, Azam TV, nafanya kazi kubwa sana. Lakini jitahidini kushape professionalism kidogo. Shape, iwekeni huku kwenye hard news huku, huwezi kukuta jambo la kusingiziana hivi, kwa sababu haraka utashtakiwa. Lakini huku kwetu kwenye sports huku ni rahisi mtu kuandika jambo la kutunga na hakuna hatua zinazochukuliwa. Sasa mimi niwaombe wana habari wenzangu, with due respect, mnafanya kazi kubwa, mmeutangaza sana mpira, mmetangaza sana vilabu, hata mimi ukuaji wa jina langu umetokana na nyinyi, lakini bado na wawasihi na waomba, waambieni baadhi yenu wanaotaka kuharibu tasnia hii warudi katika mstari. Najua baada ya leo hapa mtaunda, kama kawaida yenu mnaundaga kundi fulani la waandishi hivi kwa ajili ya kumwataka aje. Don't care kama nasimama katika haki, na ndio maana huwa akiunda makundi yao nakufa natural death. Kwa sababu mimi nazungumza haki tu, mimi simpondi mtu, sizungumzi masuala binafsi. Mimi issue yangu ni Simba na haki. Ukiniona mimi nakukosea, ukenda kwenye baraza la habari au kokoto, wao ndio watakusuru. Mimi nasimamia haki. Nimetoa wasia kama senior, nimetoa wasia kama mkubwa, nimetoa wasia kwa sababu nazungumzia club kubwa. Simba ndio biggest club ever kwa kutokea East Africa. Ever kuwahi kutokea in terms of results. Jamaa napenda leo bidi niseme kidogo, napenda kusema mabingwa wa kihistoria. Historia wapi? Timu inasifiwa kwa historia, kwa mataji. Nenda kwenye data, nenda kwenye statistics. Club gani na mataji mengi nchi hii? Simba. Timu waziri by far. Unazungumzia mataji 27. Hiyo ndio historia, mabingwa wa kihistoria. Ndio sisi ndio mabingwa wa kihistoria. Kuna mtu ana mataji 72, wewe una mataji 48, unazungumzia mabingwa wa kihistoria. Historia wapi? Ni champ of all time wa East Africa, East and Central Africa, ikiwemo Tanzania. Sijawahi kujitapa mimi bingwa wa kihistoria wa Afrika Mashariki. Yes. Sasa Tanzania na East Africa ipi kubwa? East and Central Africa ipi kubwa? Kwa nini tusijivunie hilo? Na nimekaa mnaandika kabisa. Rafiki yangu huwa anaipenda kweli, mtani wangu Baraka Mpinja, bingwa wa kihistoria mchezaji midfield Deus Kaseke. Na ndio wewe vipi wewe dogo? Lakini turejee katika mchezo. Ake ilikuwa lazima hii Waarabu wanaita mukaddima. Wanaita mukaddima, utangulizi. Mchezo, heshima ya mpinzani lazima iwe kama tunavyoheshimu vile tukicheza na Ruvu, Toto, Mnyela. Kwa sababu tunakwenda kucheza na wenzetu, nao ni wanaume, lazima tutengeneze heshima. Na kwa sababu sisi ni watani wa jadi, heshima ya mtani wa jadi ipo pale pale. Wala hii mechi hatujaongea na Jalla Sha'anuhu, Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, kwamba lazima Simba itashinda. Hatujapewa elimu hiyo. Tunazungumzia tu in terms of team zilivyo na wachezaji wake. Lakini kwamba ni lazima kun fayakun, hapana. Mimi katika imani ya dini yangu hainiruhusu kuweka guarantee zile zao za kusema kufa lazima Simba wafe. Mimi sifanyi kosa hilo. Mimi naujua mpira, nimeuishi. Ingawa wengine hawapendi nikistamba hivi.
nimeuishi. Haijalishi unapenda au upendi, nimeuishi mpira, ninakuwa nao, naishi mpira, nakula mpira, na naendesha maisha yangu kwa sababu ya mpira. Kwa hiyo I know football, sio kwa bahati mbaya, na sipo kwa ajili ya mpira kwa ajili ya bahati mbaya. Kwa hiyo nawaambia ukweli kabisa kwamba mechi itakuwa nzuri. Hope referees, narudia, watakwenda kuchezesha bila kubalance. Tusaidieni guys. Wawa akicheza faulo ya red card, inostahili straight red card, apewe hapo hapo. Onyango akifanya faulo kwenye penalty box, kamchezea mchezaji wa Yanga, itolewe penalty yani ile red card na penalty itolewe. Na kama ikibidi hiyo rafu ni ya straight red card, itolewe kadi hata 3 4 zitolewe, nyekundu 7. Hivyo kwa wapinzani wetu. Yaani ninachokusudia kusiwe na kubalance. Mtu kafungwa goli 5 bila, alafu aenda kufanya faulo ya penalty kwenye boksi na red card, itolewe penalty na red card, wafungwe na la 6 na mchezaji mwingine awe nje. Mpira hauna kubalance. Kwamba washafungwa 7 hawa, kwa sasa hata wakifanya faulo hakuna. Referees wakachezeshe tu kwa mujibu wa sheria 17. Wallahi wabillahi, sheria 17 zikifuatwa, saa 1 jioni kila mwenye gwande atakuwa kachukua Budema ndani ya sheria 17. Nakwambia kila mwenye gwande atachukua ile kubwa ile anajifunika afa na udadadeki. Pira mchezo wa wazi brothers. Lakini kingine ambacho nawaomba washabiki, kama nilivyowaambia mwanzo, hii ni mechi kubwa. Tunahitaji pale washabiki wetu waje kwa wingi. Kwanza ni mechi yetu, sisi ndio mwenyeji, na ukiacha wenyeji wetu, hii mechi tukishinda tunakuwa mabingwa. Tunahitaji guard of honor kwanza ya washabiki wetu. Baada ya dakika 90 wote tusiondoke, tusimame kupiga makofi kwa dakika 5 mfululizo kwa ajili ya bingwa. Hii naomba sana wanasimba. Baada ya mchezo piga wale 2 3 4, uwanja mzima tunasimama kuwapigia makofi mabingwa wa nchi Simba Sports Club kwa ubingwa wao wa 4. Na katika hili na ombi maalum, kwa sababu hii ni mechi ya starehe, tuvae jezi zetu kwa ndani, juu piga koti. Haiwezi kuja kwenye mechi ya kuchukua ubingwa unakuja na jezi peke yake. Weka koti. We bingwa. Wana Simba, vaeni makoti yenu. Mje mmevaa makoti, suti, kudadadeki, jezi zinakuwa ndani. Visit Tanzania, Sport Pesa hapa ndani. Lakini weka koti. Kwenda kuchukua ubingwa shekhe, unakuja bila koti. Unakuja kaenda kutailiwa? Hapana, njoo na koti lako. Unakuja umevaa jumba. Unaangalia mabingwa, muangalia Chama pale madagidagi yale, unamwangalia Mikisoni. Hauwezi kuja kwenye mechi kubwa kama hujavaa koti. Wana Simba mtakao kuja uwanjani, kina mama mnaweza mkavaa vijiguo fulani hivi vya kitashtiti na nini, sawa, lakini na kijezi usiache, sawa. Ama uvae makoti na nini, mambo ya mazuri siku hiyo. Watu 13,000 ngapi? 782 pekee ambao wataruhusiwa kukata tiketi. Zile tiketi nyingine zote zile zitatumika kama zilivyokatwa ile siku ambayo wenzetu. Na naye bwana wa NCADAB, yeye atatoa ufafanuzi wa jinsi ambavyo zile tiketi wale watu ambao wamekata wataweza kuingia na utaratibu mzima kuhusu tiketi za NCAD. Lakini tutawaomba wenzetu wa NCAD, hizo tiketi 13,000 tujitahidi sana mauzo yake kusiwe na ucheleweshwaji vituoni. Lakini pia tutaomba washabiki wetu wafike uwanjani mapema
ili angalau kusiwe na misongamano mikubwa nje. Viingilio ni shilingi 7,000 mzunguko, 10,000 orange, viti vya orange, lakini na 20,000 VIPB. Siti za VIPA zote zilikuwa zimeisha. Kwa tumebakiza siti za 7,000 mzunguko, 10,000 na 20,000 miongoni mwa zile siti 13,000 na ushee ambazo tumepewa haki ya kuziuza. This is our game. Na hii sio mechi ya kawaida, ni mechi ambayo we need only 3 points kuchukua tena kikombe. Na mwisho, kabla sijamwita mtu wa NCAD, ni waombe TFF kama itawapendeza. Sijajua jambo hili liko katika kanuni, katika mustakabali gani, lakini huwa naona katika ligi za wenzetu wakubwa ambao wakati mwingine huwa tunawaiga, na mara nyingi tunawaiga, timu inayokwenda kucheza mchezo ambao wakishinda wanakuwa bingwa, huwa mamlaka za mpira pale, mashirikisho yale yanakuja na lile kombe. Mara nyingi tunaona Madrid, niliwaona wamefanya hivyo, Barcelona washafanya hivyo. Yes, mechi ambayo ukishinda wao unakuwa bingwa. Why TFF wasiletee kombe pale? Wasiogope kusema wao wanapendelea Simba, ile ni haki tu ya bingwa. Hii TFF msiogope, waacheni waseme nyinyi mpendelei Simba, sababu sio anaifunga magoli, afungi Kidau, afungi Karia, afungi yote. Magoli yale anaweka John Rafael Boku, anaweka Louis Mikisoni, anaweka Chama Cleutas, anaweka Bwali. Sasa unaosingizia Kidau anafungaje goli? Saponga fungi, utasemaje unamlaumu mtu mwingine? Mnaonea bure maskini. Kwa hiyo kama itawapendeza kina Karia na kakangu Kidau, naweza mkaja na ile kombe pale, angalau ikafanyika demonstration ya kutupa. Kwa sasa tunashinda ubingwa, tusubiri tena we baada ya siku. Hata mimi nimeshangaa, kwa mfano ile kombe letu la ligi ya kina mama, tumechukua si ubingwa, tushakabidhiwa kombe mpaka leo. Hebu imagine wale watoto washashinda kikombe. Huu mwezi sasa hujawapa zawadi wako, hata ukiwapa ile furaha tofauti na ile siku ambayo, hebu fikiria unawapa kikombe tuchapiga Yanga 3 pale. Kwa hiyo furaha inakuwaje? Tupeni tu. Msiogope hawa kulalamika kazi yao. Msiogope, tuleteni kikombe pale inshallah basi. Ndugu yangu wa NCAD, unaitwa nani? Jackson, bwana Jackson. Toka NCAD. Njoo wazungumze na wanahabari, uwafafanulie. Sababu hili ni eneo muhimu sana. Na swali linakuja, watu waliopoteza, kwa sababu Watanzania hawa hawakuwa na uhakika na mechi itakuwepo. Swali litakuja, je, waliopoteza kadi zao itakuwaje? Waliopoteza tiketi zao itakuwaje, ambao walikata kwa ajili ya ile mechi? Hilo swali naliona sana kwenye mitandao. Kwa hiyo pamoja na maelezo mengine tutakayotoa, naomba uwape ufafanuzi, kwa sababu huu mkutano uko live na Azam TV, uko live na blogs nyingi sana, uko live na Simba, uko live channel nyingi sana. Hata ile hapo ulosikia imeingiza milioni 176 itakuwa live NCAD kwetu. Na mshabiki alitoka Kigoma kwa mguu, mshabiki wa Simba, ningependa nimpe nafasi aje kidogo awasalimie, mumuone. Mmemletea jezi gani? Na kuna jezi hapa na vifurushi na mzigo. Na vifurushi na nini? Na mzigo. Na mzigo? Na mzigo. Ngoja, yuko wapi bwana? Ila Haji mzigo lakini alishapewa. Mzigo alishapewa. Mzigo alishapewa. Ambao mzigo ulishachukua. Yuko wapi? Huyo hapa. Ashe, mambo. Kigoma mnasalimiana vipi? Mwake, unajibu
Niliona alisema bwana na hamu kweli ya kukutana na Haji. Ni Mwarabu. Hapa inatosha. Sogea hapa. Sogea hapa kwenye maiki, kaa hapa. Bwana Simba ushirikiano. Safi kabisa. Kwanza nimkabidhi hii nini? Mac. Huu mfuko wake na kuna jezi humu. Tutakutana naye Kigoma. Umejiandaa kwenda Kigoma? Sasa unarudi na mguu? Manake nitaka kuona watu wanaume wa Dar es Salaam nao waende Kigoma kwa mguu. Wapo? Ana namkabidhi. Okay hapa. Haya, asante. Unaitwa nani bwana? Michael Philbert. Michael Philbert, kaa hapo uongee kidogo, uwaeleze kidogo japo kidogo tu, washukuru watu na baadaye turuhusu maswali. Kidogo useme neno moja. Sogeza mbele kiti. Vyombo vyote vya habari vya Tanzania viko hapa. Na leo uko live. Kwa hiyo hapa unaenda Kigoma ila gani? Kigoma mjini kata Mwanga pale. Kata Mwanga. Leo Mwanga wote wanakuona, Kasulu, Ujiji, Buzebazeba wote wanakuona. Karibu, piga maneno. Sogea mbele, wewe sogea, nyanyuka. Bismillah. Sawa, mimi kwa jina naitwa Michael Philbert Nondo, mkazi wa Kigoma. Tusikilizane basi. Shabiki mkubwa kabisa wa timu ya Simba. Kubwa zaidi labda lilonileta kwanza ni kuvunja rekodi ya mwana Yanga aliyetembea kwa siku 22. Na mimi nikaa nimeahidi kutumia siku 14, wiki 2, ikizidi sana 15. Safari nilianza tarehe 5 saa 7:30 mchana. Kwa nashukuru Mungu nilitumia siku 15 na masaa 3 nikaa nimefika Dar es Salaam. Na jambo lingine tena ni kutoa shukrani zangu za dhati tu. Natoa shukrani zangu za dhati kwa uongozi wangu wa mkoa wa Simba na mashabiki wote. Mpaka anafika Dar es Salaam nimepokelewa na mashabiki wa Simba ushirikiano. Na mpaka sasa hivi niko nao, sina wasiwasi yoyote. Lakini pia napenda kuhamasisha kwa mashabiki wenzangu kwamba nimefanya hichi kwa sababu ya Simba na si vinginevyo. Na wao naamini wanaweza kufanya kikubwa hata zaidi ya hichi. Ile mradi tu kuhakikisha kwamba klabu yetu ni bingwa kama ilivyo na inaendelea kuwa hivyo. Kwa naona siwezi nikasema mengi kwa sababu mengi ameshazungumza Haji Manara kama mkubwa wetu zaidi katika nyanja mbalimbali. Labda jambo jingine tu niwahamasishe kwamba mashabiki wenzangu tukate tiketi, tununue jezi, tuingie uwanjani tukashuhudie mechi. Mimi naamini kwamba Inshallah. Kwa sina mengi zaidi ya kuendelea tofauti na hivyo nilivyozungumza, kwa sababu mengi ameshaongea msemaji wetu. Haya, asanteni sana wanahabari. Bwana ameweka record kwa mapenzi yake na ametaka kuonyesha kwamba inawezekana. Zamani wale mliosoma vitabu vya kihistoria tulikuwa tunaambiwa watu wa zamani wana nguvu kweli, wanatoka Kigoma mpaka Bagamoyo kwa ajili ya kusafirishwa wale watumwa. Wanatumia miezi mitatu. Sisi tulikuwa tunaambiwa, tunasoma vitabu. Leo kumbe kuna mtu anatumia siku 15. Zamani tulikuwa tunaambiwa miezi mitatu kutoka pwani ya Ujiji, bandari ya Ujiji ile pale Lake Tanganyika mpaka bandari ya Bagamoyo. Kuna vidume vimetumia siku 15. Barabara kwa barabara, sio shortcut. Au mnapita shortcut? Ambiti ile mbugani? Hakuna kitu kama hicho. Sasa tunashukuru sana na kwa niaba ya uongozi wa Simba tunakupongeza sana na
Mimi binafsi niseme kwamba hii ni sehemu ya hamasa. Hawa ndio timu yangu. Kwa hiyo lazima na mimi niunge mkono. Mzee, mimi nakupa mzigo. Wasije kuona bwana. Toka umekuja. Mimi msemaji mkubwa, mimi msemaji mtajiri. Wewe vipi? Kaulaki hapa ndugu yangu, utanunua hii, utanunulia koti. Jumamosi huwezi kuvaa jezi hivi, unapiga koti, sawa? Sawa. Kwa hiyo kachukue koti, lazima upige jezi na koti. Sawa. Mimi sio msemaji wa timu ndogo mzee. Mimi nasemea Simba. Most paid spokesman duniani. Dadeki. Haya, kuna maswali wadogo zangu? Weka hapa sana 10,000 moja hapo. Eh? 10,000 weka hapo. Naam. Mbona hujasikia swali? Swali na utaka maswali jamani, sisi na watu wa N-card na anza. Tumruhusu hapa, njoka hapa. Kwako tungekuwa tunaenda kutoka vipi? Chukua mzigo wako. Chukua mzigo mzee. Na hii. Mfuko wako. Hapa kuja mtu aende. Ngoja kaa kichikile hapa, njoka hapa. Weka hapa. Njoka hiyo. Au basi kaa. Haya, bismillah jamani, tuendeni kwenye maswali tumalize. Tuendeni jamani. Sijaku mimi bwana wanacheka sana. Watanzania wako very smart you. Ndio wao wanaosema. Hebu sikilizeni. Bwana amezungumzia katika mechi 3 nyuma Simba haijashinda. Na kaweka kawa specific kabisa za ligi kuu. Mechi 3 na kazichagua mechi 3 tu. Angalieni trick hiyo. Why mechi 3? Kwa nini usichague mechi 5 au 6? Ngoja ngombe. Kwa nini mmechagua mechi 3? Yaani wanaotengeneza hilo swali, kwa nini hujawahi kujuza kwa nini hilo swali linatengenezewa mechi 3? Ngojea swali linakuja. Kwa nini unazungumzia mechi 3? Ubora subiri. Sasa simuulize. Shekhe, simuuliza swali sina kujibu. Mnatengeneza swali kwa ajili ya kuhalalisha mnachokifanya. Okay, twende kwenye statistics. Mechi ya mwisho ilikuwa ngapi? Wewe uliona ile mechi? Wewe katika nafsi yako uliamini yale matokeo Yanga walistahili? Subiri. Wewe uliamini Yanga walistahili? Subiri na kuza swali, walistahili? Goli utata. Wewe umeona ile mechi? Kwa hiyo uliona Yanga walideserve kushinda ile mechi? Sasa unazungumza kishabiki, wewe mwanahabari ndio nakwambia usibishane. Wewe si umeuliza swali, unabishana nini? Sasa kama unakustiki kwenye press, mbona unakataa kujibu swali? Kwa nini mnatafuta mechi 3? Tumetafuta mechi 3 kwa sababu swali yani ndio current. Kwa mechi 5 sio current. Mechi moja sio current. Mechi current ipi? 1, 3, 5, 10. Moja ndio mechi current. Kwanza mnazungumzia 3? Kwa sababu tumeangalia msimu uliopita na msimu huu. Kwa nini usiangalie msimu wa nyuma yake? Unalazimika. Brother, sikiliza nikwambie. Ngoja nikwambie. Unafanya kitu ambacho mnajikosesha wenyewe, kitu kinaitwa credibility.
Brother, nini bado wana habari? Nilipotoa wasia wangu, nilitaka mwende kwenye professionalism. Unaijaji Simba kwa mechi ya kutoka mechi 3 za nyuma, unakataa, unaitoa maksudi mechi ya FA. Alafu ukitaka kuamini mechi kubwa mtu alokula 4 wanaiondoa maksudi, wanakuwa very specific. 3 za ligi kuu. Waangalia 3 za ligi kuu. Mechi mtu kala goli 4 hamuitaki. Nisikilize mimi ulioniuliza swali, kaka. Face my hey hapa. Na kujibu mimi. Ile ya goli 4 moja ile haimo. Sio mwaka jana. Subiri basi shehe. Ile sio mwaka jana. Tunazungumzia ligi kuu aje? Kwa ile sio mechi. Ile sio mechi. Brother, jikite katika professionalism. Huwezi kuwa professionalism mechi na kwa nini unazungumzia mwaka jana utaki? Unabisha kwa hiyo mengine sio mechi. Tunazungumzia ligi kuu. Kwa hiyo ngoja kwa mfano okay. Mimi namjibu hivi. Wewe katika ubora wako na uandishi wako, Simba na Yanga kwa hivi sasa nani bora? Subirini. Jibu unapotaka. Nani bingwa wa nchi? Nani bingwa wa nchi? Jibu swali wewe. Unakuja kwenye press zangu kuleta uyanga wako hapa, uchale. Wewe unaletea uyanga hapa. Jibu unapotaka wewe. Yaani nimekupiga 4 uizungumzii. Unazungumzia unaotaka wewe. Wewe unaletea uchale, umetumwa. Unatoka Yanga Daima, gazeti Yanga Daima. Shehe. Yanga hapa sikiza nikwambie, uje ukiwa makini kwenye press zangu. Yaani hii mechi nyingine sawa, hizi sio sawa. Yaani unakuja hapa unazungumzia mechi za ligi kuu za msimu uliokwisha tu, nyingine usitaki. Usije hapa kwangu mimi ukadhani umetumwa. Mimi msemaji mkubwa, sio chawa. Kija hapa uje makini. Mechi 3 4 umekula. Dadeki. Another question. Nani? Tulia wewe. Wewe tulia kabisa. Kaa kimya. Wewe ndo kaa kimya kabisa. Na message zako. Tena nilikuwa nakusaka, nitakudhalilisha hapa. Endelea. Wewe ndo usiseme, kaa kimya. Najua yuko live kwa sababu ule hana heshima. Ajitanzie kwenye hali ya kikosi. Umezungumzia tukuelekea mchezo. Hali ya kikosi. Kuna mchezaji yote atakosa kwenye mchezo huo. Lakini pili kuna swala kidogo linahitaji ufafanuzi. Nasema kwamba umejikita kwenye kuwapa furaha mashabiki wa Simba kupitia matokeo. Lakini pia CEO wa Simba Shakur anataka kuipeleka Simba next level kwa klabu kubwa Afrika. Bwana tusikize swali. Klabu kubwa Afrika lazima pia kimiundombinu iwe imekuwa. Pia umezungumza watu kutoa ahadi za kujenga Simba kiwanja ili kwenu mnalitazamaje? Klabu kubwa Afrika miundombinu pia inatakiwa iwe mikubwa ili kuonyesha. Ngoja nikwambie kuhusu miundombinu ndugu yangu. Unajua sisi tuna priority. Priority number 1 ya Simba ni branding ilikuwa, ambao tumefanikiwa. Baada ya kufanya branding ya club ambao peke yake lazima uikokote na ushindi, vitu vingine vitafuata. Kama ulisikia kwenye mkutano mkuu uliopita, ahadi ya mwenyekiti wetu baada ya kukamilika transformation ni pamoja na kujenga hostel na majukwaa uwanja wa Bunju. Kila kitu kinakwenda kwa priority. Hatuwezi sisi Simba tukawa na priority ya kutoa ubingwa, ya kufanya hiki, ya kujenga uwanja, haipo. Ndio mimi nasema Simba ni wa kweli. Hatuwezi kudanganyana. Yaani mimi siwezi kuja, nimekaa Simba mwaka wa 6, siwezi kuja hapa nikakaa naonyesha PowerPoint hapa ya uwanja mkubwa wa watu 70. Siwezi kufanya kazi hizo. Yaani nikawakwepa ahadi nilowapa. Ahadi yetu Simba ni kuchukua ubingwa wa Tanzania mwaka huu. Ndio tunaloulizwa na wanachama. Hakuna mwana Simba atakayetoka atakayetuuliza kuhusu uwanja uko wapi. Hatukuahidi sisi uwanja mwaka huu tutajenga. Ndio point yangu hiyo. Kwa hiyo sidhani kama hizo ahadi, mwenyekiti, subiri transformation nakamilika inshallah. Juzi nilikuwapata taarifa kwamba FCC washakamilisha kila kitu. Baada ya muda si mrefu nadhani uwekezaji utaanza, hayo mengine yatafuata. Lakini kwanza branding ipo.
Naam, Sada Timu lakini hujasema kuna mtu yote anashinda. kuhusu Timu. kwamba majeruhi mpaka sasa hivi alhamdulillah hatuna mchezaji ambaye unaweza ukasema atakosekana, aidha kwa caution au kwa ukiacha mchezaji gani ambaye anamjua, hamna tuseme majeruhi, labda Mkude ambaye taarifa zake zinafahamika kwamba yuko nje ya kikosi mpaka jambo lake litakapokamilika, lakini wachezaji wote wengine wako sawa. Au kulikuwa swala la Mkude, maana nimelifunga kabisa. Bado. Sasa simejibu au? Sasa simetaka jibu. Sasa hiyo ni swala la yeye daktari na mazingira yenyewe. Umezungumzia swala la rumors na speculations za wachezaji wa Simba kutoka kwa wanahabari, na inawezekana ni mara ya kwanza tunasikia kutoka kwako kusema kwamba mchezaji akiwa na mkataba hawezi kuhitajika ama kutakiwa na ikawa kuwepo na speculation ya mchezaji, kwamba mfano kama hivyo vilabu ambavyo vimekuwa vikihusishwa na wachezaji wetu hawajazungumza chochote kuhusiana na hao wachezaji kama wanawahitaji au la. Kuna vipi wrong waandishi ambao wanaandika habari hizo kama club zenyewe ambazo zinahusishwa kwa uhitaji wa wachezaji hawajasema kama wahitaji hao wachezaji kwa kasi hiyo? Msingi wa swali lako sijui kwanza labda ukulisikia. Kwanza msipende kitu kimoja. Hii kitu kibaya sana katika maisha. Kitu kibaya sana katika maisha. Mob support ni mbaya sana katika maisha. Msifanye makosa alafu mkatafuta mob support. Hii kitu kibaya sana. Yaani mtu mmoja unakosea maksudi alafu unategemea mkiambiwa utafute mob support. Hii katika maisha Juma, nadhani niliwahi kukwambia. Wewe binafsi mimi niliwaambia wote na wajua. Niliwahi kukwambia kama mwezi mmoja nyuma. Yani wala sikudangani. Mimi sio mnafiki. Nilikwambia mob support mbaya sana. Nilichokisema mimi, mchezaji ana mkataba. Unaandika Mikison msimu ujao Yanga. Huyu mchezaji ana mkataba na Simba. Ni speculation hiyo? Hiyo headline yako? Hiyo ni rumors? Hiyo ni nini? Have to be professional jamani. Manji awathibitishia kumleta Mikison. Okay, hatuna shida. Niliwaambia, do you have a $10 million? Ndio value tutakaomuuza kwa klabu ya Tanzania. Lete hela, dola milioni 10. Na hii imekuwa mara ya kwanza. Hivi mnakumbuka kuna wakati kiongozi mwandamizi wa Yanga alitangaza Chama anakwenda Simba? Jarida moja likaandika kabisa la Yanga. Fairness. Msione kwamba watu wa Simba, unajua shida ya Simba iko hivi. Kuna vitu viwili hapa. Nataka niviweke clear. Shida ya watu wa Simba hawana kundi la watu ambalo kazi yake kukaa mitandaoni. Yaani sisi hatuna washabiki. Huyu anaenda kusema hiki, huyu anaenda kusema hiki, hatuna mzee anaenda kupiga kelele hiki, hatuna. Simba ishavuka katika level hiyo. Na kingine kuna wengine hapo. Huyo mmoja aliyomwambia washazoea upekepeke wa habari za Simba. Habari za usajili. Simba haiwezekani. Haiwezekani. Hakuna miongoni mwenu anayemjua hata mchezaji mmoja anayekuja Simba. Na baadhi ya wachezaji watatu cha usajili. Hakuna. Hiyo ndio mnachoumia na baadhi kuniona Haji huyu mkorofi huyu. Tumetunza. Tumejiwekea wigo hivi, tumekubaliana na bosi wetu hili letu. Kwa baadhi yenu, kwa sababu mshazoea hizo habari za rumors, tena rumors za uongo na kweli, mnatengeneza kabifu fulani hivi. Na wengine mnakaa kutwa
Haji baada ya hapo unatuma boxi ndui. Naangalia tu. Kwa hiyo mnataka mimi nisibebe kazi yangu, nisilinde taaluma yangu, lakini nyinyi muwe tayari kulinda taaluma zenu. Chuki inaanzia hapo baadhi yenu. Simba na comment tushasajili wachezaji watatu, hata mmoja hamna anemjua. Na mumjui mpaka tutakapoita siku tutakapoweka Lage hapa au Biliani, kina Chiko na kina Rabi wakiweka hapa kitu saa 7 mchana ndo mtamjua. Tumekubaliana na tunafanya hivyo. Huu mwaka wa pili sasa watatu. Na ndio maana mchezaji wetu havuji, mchezaji wetu usikii. Watatu tushasajili. Nakwambieni nyinyi leo nawaibia. Nani kati yenu anataka kujua? Kwa hiyo kuna rumors alafu kuna kitu unaandika Mikison asajiliwa Simba, asajiliwa Yanga. Hiyo sio rumors. Ni kutoitendea haki klabu ambayo ina mkataba nayo, brother. You are very professional. Stick there. Usikubali mob support ili mradi tu mwanahabari hata akikosea basi unakubali kwa sababu mwanahabari. Hakuna, hiyo ni dhambi. Another question. La mwisho kabla la NCAD. Hamna? Shamaliza? Naona sasa? Taishia hivyo. Vaa mwingine swali la NCAD. Sada dadangu, walete swali. New Vision VTC Driving School ni shule yenye uzoefu wa kutosha katika kutoa mafunzo ya udereva bora. Tunafundisha udereva kwa kutumia mashine za kisasa ziitwazo Sediro, Self Driving Instructor in a Room. Mwanafunzi anajifunza udereva kwetu kama wanavyojifunza katika nchi zilizoendelea kama vile China na Uingereza. Mashine hizi zina faida zifuatazo: kumwezesha mwanafunzi kulifahamu gari kwa muda mfupi sana, kuondoa hali ya uoga kwa mwanafunzi, kumwezesha mwanafunzi kuzijua njia zote za kujihami na ajali, kumfanya mwanafunzi aone kuendesha gari ni kazi rahisi na rafiki. Tunao wakufunzi mahiri na wenye uzoefu mkubwa. Mafunzo yanaanza saa 12:30 asubuhi mpaka saa 11:30 jioni. Mafunzo yanafanyika katika mitaa mbalimbali ya Dar es Salaam. Unaweza kutupigia 0715847004 na 0754847004. Karibu sana New Vision VTC Driving School kwa mafunzo ya udereva bora.